Bwana fresh kabisa. Tuko vizuri. Bwana dakika 90 umefunga safari kutoka bara kwa Dar es Salaam mpaka hapa Zanzibar. Dakika 90 zilikuwa za namna gani? Dakika 90 zilikuwa za moto, zilikuwa nzuri. Umeelewa Zilikuwa za moto, zilikuwa nzuri. Kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Wachezaji wamecheza salama, tumetoka bila injury. Sawa, na hii ni finali. Mshindi alitakuwa wewe mmoja. Yaani ingelikuwa timu ndogo hizi. Inawezekana hata hapo tungepigwa. Lakini mwisho wa siku timu imepambana kutokana na matokeo tulotoka nayo kule, goli mbili tumezitafuta tumezipata, lakini kwa maamuzi ya refari yeye ndo kaamua kwamba bingwa awe nani. Kwa hiyo huwezi ukawalaumu wachezaji, huwezi ukawalaumu uongozi, huwezi ukawalaumu mashabiki wa Simba. Watu wamepambana, wala serikali nao ilipambana vile vile kuelekea kwenye mechi. Kwa dakika 90 zimeisha salama, zilikuwa za moto. Kwa namna ambavyo mtazama wewe, kuna mdafani mashabiki walikuwa wanamlaumu sana mwamuzi. Ni kwamba mwamuzi kweli leo ameboroka katika mechi? Sio mwamuzi mmoja, waamuzi wote. Yaani kuanzia huyu msaidizi namba 2 pamoja na refari wakati na chumba cha VAR vile vile. Wote wanapaswa kulaumiwa kwa sababu wao ndio wamevuruga mechi. Wameondoa radha ya nini? Wameondoa radha ya finali. Mechi ya finali huwezi kutoa kadi nyekundu za kumbavu. Umeelewa? Ile kadi nyekundu ilikuwa haina sababu ya kutoa kadi nyekundu. Kwa sababu Kagoma ameucheza mpira, katika kucheza mpira ndo amemgusa yule jamaa. Hata kama angeamua kuweka faulu lakini asingeweza kutoa nini? Kutoa kadi. Kwa hiyo amekuja na maamuzi yake. Na alijua kwa nini wai Kagoma. Umeelewa? Kwa nini asiwe mchezaji mwingine? Kwa sababu Kagoma ndiye aliyekabidhiwa Musa Kamara, ambaye yule Kamara, Mohamed Kamara ndiye aliyekuwa nini? Aliyekuwa kinara wao. Kwa hiyo kwa sababu ameona amefichwa yule Kamara, mwisho wa siku ndo akaamua yule aliyoficha Kamara hapa nini? Amtoe na red card. Kwa hiyo akawa amewatoa Simba mchezoni, lakini mwisho wa siku Simba akajitafuta wakarudi tena wapi? Mchezoni. Wanapata goli, refari anafanya nini? Anakataa tena. Kwa hiyo mwisho wa siku huwezi kulaumu wachezaji. Wachezaji wamepambana vya kutosha. Timu imepambana vya kutosha, mashabiki tumepambana vya kutosha. That's why unaona tumetoka from Dar es Salaam to Zanzibar. Kwa hiyo sisi wala hatuna baya. Umeelewa bwana? Na wala hatumlalamiki mtu yoyote. Isipokuwa haya ni matokeo ya mpira. Bingwa alikuwa ni mmoja na kwa sababu kafu wameshapanga bingwa wao, it's okay. Wacha Waarabu wachukue. Kwa namna ambavyo tunatazama dakika 90 tukiachana na refa mwenyewe umekuwa mnasema kwamba kufanya vizuri zaidi. Unaona Simba leo alikuwa na nafasi ya kushinda. Kwa namna ambavyo amecheza dakika 90. Sasa ishindeje na wakati ishashinda? Simba ilishinda goli 2. Umeelewa? Matokeo ya wale kusawazisha goli ni kutokana na Simba ishatolewa mchezoni. Wewe unapoa red card, mnabaki 9. Mnajipanga, mnapambana, unapata goli, linakataliwa. Hata kama wewe ungekuwa binadamu ndugu yangu. Mpira unachezwa na moral. Moral ndio inamsababisha mtu acheze nini, acheze mpira. Si umeelewa? Yaani mpira unachezwa na vitu vitatu. Commitment ndio kitu kikubwa. Sasa katika commitment wewe moral yako imeshuka. Commitment unaitoa wapi? Kwa hiyo wachezaji wakawa demotivate. Ndicho kilichopelekea Simba kupoteza nini ile kombe, lakini all in all wachezaji wamepambana mno. Umeelewa bwana? Wamepambana mno, yani vya kutosha. Uongozi umepambana mno. Tumetolewa mchezoni tangu tunaelekea Morocco. Lakini mwisho wa siku tunakuja nyumbani nako tunakuja kutolewa mchezoni. Alafu wala Isberkane hii ni tabia yake ya kutaka kucheza katika viwanja nini vya wenzie. Umeelewa? Mwaka aliochukua na Orlando Pirates. Hivyo hakuchezea mechi South Africa. Si umeelewa? Kacheza yeye nyumbani kwake, alivyofungwa nyumbani kwake tayari akakataa kuja kucheza ni South Africa, akaenda kuchezea Ugaibuni. Mwaka aliocheza na Zamalek alikataa vile kuchezea Misri. Alianza kucheza nyumbani kwake, bahati nzuri kamkuta Zamalek naye yuko vizuri akamfunga huko alikokwenda. Kwa hiyo hii ndio tabia yake. Ina maana yule nani mwenye timu yake ndio makamu rais wa nini? Wa CAF. Kwa hiyo anatumia advantage vizuri. Kwa hiyo vitu kama hivi. Mlikuwa wakilishi wa Afrika Mashariki na Kati, mlibaki pekee yenu kwenye hii michuano ya CAF na sasa mmefika finali, kwa bahati mbaya mmepoteza. Hamjabiti rekodi ya Yanga. Wenzenu walikuwa wanacheka sana kwamba hamwezi kutoboa. Nini ambacho unaweza kuambia? Sasa rekodi gani? Wao wamecheza finali, sisi tumecheza finali mara 2. Umeelewa? Wao wamecheza finali na sisi tumecheza finali mara 2. Sasa rekodi ipi? Sisi tuko nafasi ya 4, wao wako nafasi ya 11. Rekodi gani? Rekodi nyingine Yanga hajawahi kuifunga timu namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 barani Afrika. Misimu 8 hii. Yanga nitajia amemfunga nani? Kwa hiyo bado sisi tuna rekodi kubwa kuliko wao. Sisi yani kombe la dunia la mwakani.
dunia kwa maana kwenye michuano kombe la dunia ambalo linaenda kucheza. Tunamwona Aziz Ki kakimbia Yanga. Kakimbilia Wydad kwa sababu gani? Kwa sababu anataka akacheze mbio, kakimbia anataka kwenda kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo Simba sasa sisi tunakwenda kombe la dunia la mwakani katika timu 5 zinazokwenda kombe la dunia mwakani ambao litafanyika Argentina. Simba yumo, sisi tunashika nafasi ya 4 barani Afrika. Saizi baada ya kutolewa kwenye hii michuano, nguvu yenu mpe kabisa, mpe kabisa. Ni jambo jema. Mimi naitwa basi. Salimia sana Miraji. Anakufaisha nini Jibi? Halo. Nimalizie mbi zangu jamaa. So serious. Sawa. Jibi. Nashukuru sana. Sawa Jibi. Kwa namna mmetolewa saizi kwenye michuano ya CAF, saizi nguvu mnaielekeza wapi? Nguvu tunaielekeza kwenye ligi na kwenye nini, kwenye FA. Sasa hivi wana Simba tunaenda kujiandaa tukirudi Dar es Salaam kuelekea wapi? Kuelekea Manyara. Na yule jamaa aliyesema hatukomi ng'o, sio anashangilia? Sio anashangilia? Watachukia. Umeelewa? Tarehe 15. Hivyo hivyo endelea hivyo na kauli yao hatuchezi ng'o, lakini wakileta timu kitakachowakuta jasho litatoka. Jibi. Wamejipanga vizuri. Baba, nakwambia hasira zetu zote tunaenda kusimalizia kwao. Hasira za michuano ya CAF. Tunaenda kusimalizia kwao. Bwana sawa Jibi, tukushukuru sana. Finali imetoka huko la. Umefurahi leo? Sana. Vibaya mno. Tunajenga timu. Kombe ilikuwa bonus. Mnajenga timu? Ndio, tunajenga timu. Hamna pressure. Hatuna pressure. Kombe ilikuwa bonus. Kombe kabisa. Tunaona furaha zetu, tunaona furaha zetu. Yes. Burudani kabisa. Yaani burudani. Yaani wachezaji wamepambana. Amekukosha nani? Mutale kwa kweli kafanya vizuri sana. Yaani hata Mpanzu amecheza vizuri sana. Ila pini kama anazingua. Yaani kuzingua kwake nini? Niko vizuri kwa kweli. Hamna. Hali yote bwana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu nikiwa kama balozi wa Blunt, namshukuru sana Mungu wangu. Kingine bwana, nawashukuru sana wachezaji wangu. Sana technical bench kwa ujumla. Nawashukuru na wana Simba wote tuliokuja katika uwanja wa Amani kuja kushuhudia finali. Nimefarijika, nimefurahi. Kilichotokea tumekiona. Nawapongeza sana wachezaji wangu. Mechi ya leo itakiwa hata kuumiza kichwa wala nini. Mwamuzi kaja na maagizo ya mwanamume wake ambaye ndio makamu wa rais wa kafu. Yaani refa kaja na maamuzi ya mwanamume wake anayempa fedha kana kwamba yeye anaishi. Hilo ndo nakwambia mimi hapa, mzee wa mipasi milioni. Refa leo katuharibia mpira. Refa katuharibia mpira, karibu finali yetu. Vijana wamepambana. Katalazimisha tuwe pungufu. Vijana wamepambana kwa hali na mali. Clear goli. Hataki goli, anashindwa kwenda kujiridhisha kwenye VAR. Kaja na maagizo ya mwanamume wake ambaye ndio rais, makamu wa rais wa kafu na ndio mwenye timu hapa ya Berkane. Hayo ni maneno yangu mimi. Passport tumepambana. Hata mashabiki tumepambana. Ndio maana unaona tumetoka Dar es Salaam kwa gharama kubwa kufanya support yetu katika uwanja wa Amani. Tema madini baba, tema madini. Hapa tena.